Gachagua ameweza kutangaza kuwa ataenda Emuru Dikirr kwa mamake Joanna Ng'eno kumwambia venye mtoto wake aliweza kuuliwa. Murkomen ametuma mjumbe akatangaze kuwa naenda huko. Mbunge huyo anajaribu kunitishia na IG Kanja amenyamaza. Sababu nilisema Ng'endo aliuliwa na mimi nataka Murkomen atoe CCTV. Murkomen anatishia nisiende kwa Kipsigis lakini mimi nitaenda. He is practicing tribalism within the Kalenjin community. Sasa sisi tukifikiria ni Wakale wote wamesaidia, wale wanalia. Hata mimi nataka kuenda Emuru Dikirr. Kwa Kipsigis wameniita on Friday 21st. Huyu Murkomen ametuma mjumbe, the new one, ametangaza Rigiji ataenda huko. No statement from NCIC. IG, you don't say anything. MP is threatening Rigiji, you say nothing. And the issue is, nimesema Ng'eno aliuawa. Na tunataka Murkomen atoe CCTV. Murkomen, you must tell the Kipsigis what you know about the death. Hata ukinizuia kuenda Emuru Dikirr, lazima siku moja utasema what happened. So huyo mjumbe na Murkomen ndio anasema nisiende huko, nisiende kuongea na wa Kipsigis. Lakini nitaenda. Kwanza nataka nifike kwa mamake mzazi Ng'eno. Ndio ile maneno yote ninajua kwanza nimpatie kabla sijatangaza kwa Kenya. I want to tell her how her son was killed and what I know. So that ajue. So we'll be in Emuru Dikirr. Murkomen, ukitaka kutupangia vita, wewe endelea kutupangia, lakini sisi tutakuja. Na ukitaka kutupangia vita, wewe panga. Sisi tutakuja tu. Umetupangia miaka hiyo yote na tunaendelea tu. Sasa tutafanya nini? So I want to say, good people from Mount Kenya South, please, between Wiper Patriotic Front and DCP, serikali mpya itapatikana. I want to ask for a partnership between the two parties as we also engage the others. The more the merrier. Mimi nauliza DCP na Wiper kwanza tuungane. Si ndio? Alafu tuongee na wengi? Tuendelee. Thank you for watching. Kindly don't forget to subscribe and share.